Hamjambo nyote. Kwanza ningependa kama mtendana lolote karibu nikaribisha wa sponsor at least atuongoze na maombi, alafu atupatie neno moja ndio arudishe kwa sponsor tafadhali. So tena ni CDF pamoja na wale ambao mnaandamana nao kwa ofisi ya CDF. Kwanza tunataka kushukuru sana kwa sababu hili na vile kutimiza. We are so grateful as sponsors. We are seeing the good work that you're doing. We are happy. Sisi pia kama sponsors, we are also chipping in other ways. Kusaidiana na wetu hapa na wanafunzi wetu kwa njia tofauti ile ambayo sasa ndio jukumu letu kuwalea vizuri. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu na uwezo wote, asante kwa neema, asante kwa kibali, asante kwa ufadhili huu ambao Bwana tumeupokea katika shule yetu ya Mungu na uwezo wote. Tunakusihi Bwana kazidi kuwaonekania wale wote wanaokaa katika kikao hiki cha CDF pamoja na mbunge wetu. Neema yako na baraka zako zikaendelee kukaa pamoja na wao. Endelea kuwalinda, endelea kuwatunza, na neema yako na kibali chako vikaendelee kukaa pamoja na wao. Kwa Kristo Bwana wetu. Mimi ndo Dominic Alibai Mubaka, ambaye ndio mwenyekiti wa hazina ya kitaifa ya maendeleo ya bunge hili la Voi. Na nimekuja hapa kwa sababu kilio chenu nikisikia. Madawati yashaletwa na wanaomba anafili mtumie tu. Basi nilipopata ripoti hiyo jana, nikaongea na mheshimiwa. Akasema hapo maeneo nije ni wakabidhi madawati haya. Kwa hivyo kabla sijasema mengi, nimekuja na ofisi ya mbunge kiongozwa na meneja atupe salamu ya kiongozi wetu, alafu Andrea ambaye alifanya kama manager naye wasalimie, kisha nimalize kwa uchache. Leo nitawanyima maneno kwa sababu sisi kwa mkutano siku tu ya kuanza kwa hii mradi ili wanafunzi hao waendelee kutumia. Singo. Basi kwa majina naitwa Gideon Singo na mimi ndio constituency office manager ama ukipenda meneja wa ofisi ya mbunge wa Voi. Nimekuja hapa rasmi kumwakilisha mtumishi wenu Machome ambaye yuko Afrika Kusini pamoja na kamati ya bunge kwa ajili ya majukumu mengine kitaifa. Kwa hivyo nimwelekea salamu za heri wa mwaka mpya. Na pili, I have come to affirm our commitment in supporting this cause. Tangu mheshimiwa alichukua watamu mpaka leo, wajua mapenzi ni vitendo na si maneno. Ni dhahiri shahiri kuwa tumetembea na nyinyi kuanzia mwanzo mpaka leo, tutazidi kutembea na nyinyi. Na kwa sababu leo tumesema hatutasema sana, lile nimekuja kukushana kuwa maendeleo huwa hayaji yenyewe. Maendeleo huwa yanaletwa. There was a deliberate effort haya yafanyike hapa. Ukweli kabisa, mumesema mengi na pia sisi tumekuja na mengi. Mumesema mengi na pia sisi tumekuja. Wapenzi, hakuna kazi ngumu nimeiona dunia hii kama ya kugawanya pesa
kwa mahitaji ambayo ni mengi, ambayo yanashinda pesa. Birikani Primary School mojawapo ya shule zetu zile bora zenye very good infrastructure hapa katika eneo bunge la Voi, ni mojawapo ya zile bora. Na ukiangalia zile shule zingine pia ambazo tunazishughulikia, tumekuwa na kazi kubwa ya kuboresha mashule. Ni kama hazina hii miaka ya nyuma ilikuwa haifanyi kazi. Kwa hivyo nataka kuambia tuko na jukumu kubwa sana. Vile nyinyi Birikani mwataka, ndio vile shule zingine za primary 68 katika eneo bunge hili zina mahitaji kama yale. Kwa hivyo tukifaulu kuleta hela hapa, ujue tumefanya sacrifice kubwa sana. Kwa sababu baada ya hapa tutaweka picha kwa mtandao. Mnajua wale watalalamika kina nani? Shule zingine za umma kama sisi. Shule zingine za umma kama sisi. Kwa hivyo vile tunafanya hapa na vile tunafanya kwingine. Na hakuna kitu kizuri kufanya kazi na wasomi kama nyinyi. Hakuna kitu kizuri kufanya kazi na halmashauri ambayo inaelewa. Hakuna kitu kizuri kufanya kazi na sponsor ambaye inaelewa. Kweli kabisa kuna yale tutayaweza mwaka huu. Kweli kabisa kuna yale tutayaweza mwaka, na kuna yale tutayaweza mwaka ujao. Yale yote tunayatamani hatuyawezi yote kwa mwaka mmoja wa fedha. Yes? And if you are going to transform Voi, then time is of essence. Kiongozi tumepata, amejidirisha beyond any reasonable doubt kwa anaweza kufanya kazi. Na mimi nimekuja kupersuade you, si kumuunga mkono tu kwa maneno, kwa vitendo. Kama vitendo vinaridhisha, kama nyinyi mnafahamu hazina hii ya umma ina mahitaji mengi na bado tunafikiwa, basi viongozi kama hawa ni wachache na ni wakulima. Kwa pamoja paka hapa. Kwa hivyo Birikani safari hii tuko pamoja. Birikani will not collapse when we are in charge. That is the undertaking I want to give you this morning. Birikani will not collapse when we are in charge. Birikani will continue to go forward. Na wakati tunaendelea hivyo, na sisi tunazidi kuwadai matokeo mazuri. That is the only way they will be valid for money for all these people. Yes? Lakini mwisho kabisa nimalizie. Ni jibu kidogo lile BOM wetu amesema. BOM chair. Especially on substandard work. Kama umetembea, standard zetu kidogo ni tofauti na hizi za awali. Huko na tofauti kidogo. Lakini niseme kitu. Tuwe na shared responsibility. Wakati mradi unakuja hapa, we don't implement that project alone. PMC ni kina nani? PMC ni kina nani? Wakulipa ni nani? So public work is not final. Kama haturidhiki, why pay? Why do pay and then complain? Na wewe ndio unalipa. Fundi akija kwangu hajanijengea vizuri, naambia bro, hiyo utarekebisha kabla sijafanya. Tukizilinda pesa za umma kama zetu, ndio utaona hela chache ina mafanikio makubwa. So let's have, this is a shared responsibility, and that is why NGCDF fund is one of the successful funds in Kenya, kwa sababu ya PMC. Sisi pekee yetu. So if you are going down on poor standards, then it is us plus the teacher plus the PMC. Sote tumefe na sisi tayari hatuko kwa kufeli. We have done our part. The fund now, mbunge, you see the CDF board implements the thoughts of the office of the Member of Parliament. Yes? This is not tunapeana hii board.
Kwa maana mkituangusha kesho na hawa jamaa pia nao nyumbani, mwingine anakuja na watu wake. Lakini mko na nia hiyo kweli? Kuna nia kuangusha maji. Tunasema tuendelee. Mbili za tuhusu. Sasa kama mbili za tuhusu, hawa pia basi tutaendelea kukaa nao. Ili watufanyie kazi nzuri. Maana sisi tukishatenga pesa, when we say chairman set aside 4 classroom for Birikani, yeye atakaa na kamati yake na fund manager ni appropriate the funds na wafanye implementation. Yes. Na unaona ikianza kutoka hapo, ofisi ya mbunge inaanza kupoteza nguvu. Nguvu inaanza kuongezeka kwa PMC. Nguvu inaanza kuongezeka kwa PMC. Kwa hivyo mwenyekiti, nakutia nguvu. Nimekuja kukutia nguvu, nitakucheka hapo nikushangae zaidi kama utalipa kazi ambayo haijaridhisha. Yes, because chairman wangu huyu every time nikimpigia nipe report, yeye anasema mimi kwanza PMC wanasemaje. Hiyo ndio kitu yake ya kwanza ananiambia. Yeye akiridhika na PMC mkisema kumlipe, yes, signature yake why not? Anaweka kidole. Nyinyi mkisema hapana, kuna mahali hapajaridhisha, we will come and reason together. We will come and reason, kwa sababu saa nyingine yale saa nyingine mtu ana introduce, they are not in the big team. So we'll call the engineer, we'll call the contractor, we'll come with the PMC. Hey, what was the issue? Tusikimbilie mitandaoni kuongea mambo haina maana. Kama tujaridhika tuite contractor, tuite sisi, sit down. The MP is an engineer, I'm also an engineer, the contractor has his technical team, the public works is, we will come all of us reason together. Hey, kwaje hapa mjaridhika? Kama kuna mambo hamjaelewa pande yenu, ambia basi yale uko unasema ni mazuri lakini hayako kwa BQ, then we will agree with sort of the issue. Yes, so natazamia kuendelea mbele kuwa kama miradi yetu ya Voi. And for your information, saa hii hata wale huwa mnajisifu wamefanya maeneo bunge, they are benchmarking in Voi. All in the Taveta, they are coming to benchmark. They are wondering how are we able to do these projects with that amount of money. They are coming to benchmark with us now. Ni vile hawasemi, wanakuja tupolepole. Lakini saa nyingine ni vile ule wako. Yuko nini mtu akiwa wako huo wamdharau, wajirani ndio huo anashabikiwa. You can imagine. Yes. Kama vile mambo ya kina Nyoro, sometimes we look at them and then we laugh. Yes. There are many factors why Kiharu is like that. There are many factors. It is not CDF alone. Even the poor work index ya watu wa Murang'a, you cannot compare na watu wetu hapa. Yes. Watu wetu they need everything. Everything. Hakuna shule yetu haihitaji. Sasa nikiuliza, I mean, you agree with me? Our issues are different. Wale wana kahawa, wale wana chai, wale wako na nini. Hata wazazi wakiomba fanye wanakimbia. Hapa mwalimu usipokimbia CDF, usipong'ang'ania halmashauri, PTA angepewa nafasi hapa aseme ile kazi anapitiaga na wazazi. Ni ngumu. Yes? Kwa sababu tunaelewa hali ya wazazi. Kwa hivyo naomba nikomee hapo. Lakini tutazidi kuungana mkono. Tuko na mwenyekiti mwenye nguvu, mwenye maono makubwa, tuko na mbunge mwenye nguvu, mwenye maono makubwa, tuko na fund manager ambaye pia anatupatia mwongozo mzuri. Na mimi pia nikuongoze mwalimu mkuu kwa uongozi wako mzuri kwa shule hii, na nikupongeze kwa kuwa na very vibrant board. Maana watu wengine ambao mnafeli shule ni board. Lakini ukiwa na board nzuri inasaidia mwalimu. Ukiwa na board ya uelevu, maana mnaenda mahali mnakwama mnakuta nao, wewe umefika mahali CDF naye imepata. Sisi tutafanya. Na ndugu zangu, wakati vyoo vimesema, but the school is growing. Do we need again next year they come and do an assessment how to agree they need another two. So when you are doing proper planning, we do proper planning, imagining we will be having now in 2-3 years we'll be having full primary school and full JSS. Are we going to be revisiting the same issue? Are we going to be revisiting the same issue? Wakati bado kuna shule zingine zinataka mahitaji kama hayo. Kwa hivyo nikomee hapo. Mungu wa mbinguni awatende mema. Ndugu Mungu
Hamjamboni nyote. Hamjamboni tena. Haleluya. Kwa majina naitwa Andrew Mungu. Ni account manager ofisi ya CDF. Napenda ashia chama anaeleza hapo. Andrew Mungu ni mhasibu. Mhasibu ni accountant. Na pesa zitakaje kilele. Sasa yeye huwa mchache wa maneno. Mimi na siku hapa tukienda mkutano tunasema nani anapanda jukwaa kwanza. Akipanda ni msipati. Umemsikia? Basi nilitangulia kusema jina, mimi ni Mwambanga na niseme machache tu kwamba shule hii kutoka kiongozi Engineer Chome tumerudi hii shule sana. Na hii shule iko ndani ya mipango ya kiongozi wa form. Kwa vile mwenye bwana meneja amesema hii shule haitaanguka wakati Chome akiwa mkuu. Mimi pia nataka nithibitishe hiyo. Kwa sababu kila kamati kikaa tukijawagawa wanauliza Birikani Primary mmeifikiriaje? So tulipata ombi hili la madawati. Tulipochukua watamu tulikuja hapa tukapata barua kabla hata huyu madamu hajakuja hapa. Tukapata barua kwamba kulikuwa himizo la choo. Na ndio the first mradi tulifanya wa kwanza kujenga choo. Na tukapata hili darasa hapa juu ikawa kulikuwa na shida hiyo floor. Sijui kwa nini shida hapa inakuwa floor. Ikawa shida floor sana. Tukaita contractor arudi aje arekebishe, akakuwa ana sita. Tukaketi na kamati tukaleta contractor mwingine akatumia pesa ile sisi huwa tunashikilia zinaitwa retention. Kwa hivyo nimejulishwa kwa ofisi kwamba hapo juu pia kuna problem kama hiyo. Na nimefahamishwa kutakuwa mkutano kesho. Vile nimeambiwa kutoka kwa ofisi ya Public Works Project Management. Watakuwa kutana na contractor hapa. Waje waone bado kuna hela zake contractor yule ambaye tumezishikilia. Kwa hivyo akija akitarekebisha, asiporekebisha tutatafuta mwingine anarekebisha. Tunamlipa na hela zile. Kwa hivyo nafikiri matatizo kama vile ndugu amesema ni sisi wenyewe pia. Maana mimi kabla sijalipa nataka nione minutes. Sasa hiyo inaitwa PMC. Minutes PMC wakisema job well done, please pay. Mimi nani nikataa. Na ile cheki PMC pia wale wa PMC madam watasaini. Na haisainiwi na mwenyekiti kama madam hajasaini. Signature yangu ndio ya mwisho. Kwa hivyo nikiangalia minutes ziko, madam amesaini kama secretary, yule mwingine project manager amesaini, sasa na mimi nikataa kulipa contract. Hawa ndio wako kwa ground. Macho yangu yamekuja yameona PMC secretary amesaini na mimi sina saini. So baadaye matatizo yanatokea, tusilaumiane. Kwa sababu tunashikilia zile pesa zake kidogo kwa miezi 6. Kama kuna kitu kimetokea, yule contractor tunakuja tunamuelezea, anarekebisha, alafu tunamlipa zile pesa zake mbaya ziko. Kwa hivyo na uhakika kuna almost milioni 0 kwa account. Kwa hivyo huyo contractor ndio tatizo la hapo, by kesho tunaanza kupata solution. Niseme mwaka huu kama ni makofi piga kabisa. Mwaka uliopita wa kifedha kwa serikali, mwalimu alilia na madawati sana. Na mimi na kamati yangu tukatenga 960,000 kutengeneza madawati 160. Nimefahamishwa kwamba madawati hii phase ya kwanza imekuja ni madawati 121. Lakini nasikia kuna mengine bado hajaja. So madawati ya kwanza yatakuja ni 121. Ndio haya. Basi hiyo ndo hela zilitoka kwa CDF. Lakini mradi huu ni madawati 160. Kwa hivyo kuna madawati 39 ambayo bado hayajatengenezwa. Na sababu ya madawati haya hayajatengenezwa kwa sababu kuna hela 235 ambaye tumeomba approval kutoka kwa board na board bado haijaapprove. Lakini hela hizo ziko kwa account yetu. Ni zile hela sisi kama CDF tunakodesha ile hall.
Kila tukikodisha ile hall watu wanalipa, pesa zinaingia kwa account. Zile hela zikifika hela fulani kwa mwaka, tunaomba tufanyie mradi. So approval ya hela ndio bado. Lakini huu mradi ukikamilika, tutakuwa na madawati 160. Kwa pamoja mpaka hapo tutakuwa tumepunguza ile matatizo ya madawati. Mwaka huu ni mwaka ule uliopita. Mwaka huu wa kifedha tuna mipango inayojulikana. Huu mwaka wa kifedha, msikiza kwa makini. Huu mwaka huu wa kifedha tuna mipango na hii serikali. Tumeomba mradi kutoka kwa board wa milioni 9.2 ambapo tutaweka madarasa 4 kule juu. Tukisema mwaka wa kifedha, huu mwaka wa kifedha unaishia mwezi wa 6. Kwa hivyo hela ikiingia, kesho tunatangaza mradi. Mwaka huu wa kifedha hapa Marekani tena tuna mipangilio ya 300,000 ambayo tunaita environment project. Weka tangi moja 10,000 na weka gata. Hii inasema sana kwa ofisi ya CDF. Kwa sababu mbunge yule anasema Marekani tusisahau kwa kila mwaka. Sasa kama kwa kila mwaka tunatenga zaidi ya bilioni 10, si Marekani itasimama? Si Marekani itasimama? Na kinachonitia moyo ni sponsor. Kila nikija hapa sponsor yupo. Kila nikija hapa sponsor yupo. Na jana nilipouliza huyu mfano wenyewe, nilimwambia clerk of works, mwambie principal mtu nimkute hapo ni sponsor. Because akabidhi haya aitie kwa utakatifu wa Bwana na wanafunzi wetu wabarikiwe. Aliponiambia apopata sponsor atakuwa, nikamwambia wazazi hata wakija 5, kwa sababu madawati haya hatukuyatengeneza tuyaweke. Tuliyatengeneza yatumike. Na mheshimiwa alipomuuliza akasema nendeni mwape hata kesho saa 2. Nikamwambia tuseme saa 4 watu waje kufanya shughuli hii. Kwa hivyo watu wa Marekani, yale yamesema na ndugu Usingwa, kama ni kiongozi tumepata. Wale wazazi ambao wachache wako hapa. Kiongozi ambaye husema machache lakini matendo yake ni makubwa. Mimi ni mwanasiasa. Mimi nacheza siasa sana. Nimeanza kucheza siasa kitambo. Na kuna viongozi kujieleza inaweza kuwa kidogo matatizo. Lakini kama kuna kiongozi boya amepatikana ambaye anachunga pesa za wananchi, hizo pesa zote zinafanya sinzetu, basi ni kiongozi Engineer Choo. Maana namuona kwa CDF kila kitu, shilingi kwa shilingi. Mimi kama mwenyekiti naweza kukueleza milioni 2, milioni 202 million zile zinakuja za CDF. Naweza kukuambia shilingi moja kwa shilingi mpaka mwisho. Sababu kiongozi tumechagua msomi ambaye anajua kuangalia mahesabu. Kama ni basari akisema tumetoa, anatoa ile saba. Kwamba wadi hii imepata, wadi hii imepata, wadi hii imepata. Namuona kiongozi huyo kwa kera kwa mambo ya barabara. Namuona mambo ya kura kwa mambo ya barabara. Namuona kwa mambo ya stima. Juzi kule Mbololo tumeenda tukazindua na waziri. Mambo yanaendelea pale umeme. Hii yote ni hela ya mwananchi ambayo inachungwa na ndugu yangu. Kwa hivyo kama kuna mambo ya uongozi, tukija tukisemezana, maana yake tutapanda sana juu hizo magari. Tukija tukisemezana, tutasema pale tu. Na vile ndugu amesema mambo ya pili, hayo tutakuja kusemezana. Lakini kiongozi ambaye tumepata ni kiongozi anajali mambo ya elimu. Kwa hivyo watu wa Marekani msimsahau. Wakati wa kuja tukiosemezana tutasemezana. Leo si mambo ya siasa. Lakini wale wazazi wako hapa, kweni ambassadors. Kweni ambassadors kule nje, kazimu kweni ambassadors kule nje, na kiongozi akija atatembelea hapa. Na hakika hii matatizo tuko nayo yataendelea kuishi. Mambo ya choo tumesikia. Na nina hakika mambo ya emergency huu mwaka tulikuwa tushapangia. Kwa hivyo mimi nitasema hivi. Ukipata hiyo barua, maana si inakuja, walikuwa jana. Hiyo barua ikija tupe kopi. Na wewe pia thibitisha na barua yako ulete kopi. Ikiweza kuketa na kamati baada kama Mungu atajalia, CDF itaendelea. Maana tunangoja uamuzi wa koti. Basi tumpangie mipango hiyo ya choo. Maana choo inaweza kufunga shule. Tunaweza jenga manyumba mazuri lakini bila choo hii shule itafunga.
Sasa kwa hivyo tutaweka hiyo pia Ibilitani tupatie priority. Tukipata huo uamuzi wa court kwamba mambo yataendelea, tutajua tutapangia hela za mwaka unaokuja. Kwa hivyo mimi sitaki kuchosha, nitaomba tu sponsor atuombee madawati haya, alafu kidogo singo amesaidia kidogo tu kama mchungaji niweka wako. I wanted to comment on 3 issues. Ya kwanza mambo yanahusu watu wa Ibilitani. Mambo ya stima inawasumbua sana. Ni kweli mambo tunashughulikia ya discussion with the county government. Unajua watu wa KPLC nimekuja nao wanasema wanashindwa kufanya design kabla barabara hazijatolewa. Yes. So once that is done, we look for funding for that. Hiyo iko purely under my office. Mambo ya barabara. Wacha niseme hili ambalo linawahusu. Mwaka huu wa kifedha, barabara yenu hii ya Fikara ile iko chini yetu. Kwa kuna barabara za county na zile ziko chini ya serikali kuu. Barabara yetu hii ambayo inatuhusu hapa Ibilitani ni inakuja kutoka Profis, inafika hapa kwa Mwakidisa, inazunguka hivyo mpaka kule Dola. Unaiona hii ya mzungu. That is our road. Yes, that look. Si kuna mali imewekwa kabla ikafikia. So mwaka huu wa fedha tunaenda kuimaliza hiyo yote na kuiweka ndani. This financial year. This financial year. Kwa moja mpaka. Alafu la mwisho nafikiri mmesikia mahali pale yale madawati mengine tunangojea pesa na kukenda. Kwa tukikishaka ile holi yetu ya Darmoro, hizo pesa ndio tunakusanya, tunatoka mradi. So hiyo ni kuelezana. Saa nyingine kuna wengine huwa wanakasirika. Wanaomba hold, tunawaambia utalipa. Kupatia bure. Kupatia bure. Mambo kama haya hayatafanyika na shule zetu. Unajua sometimes we politicize everything. Man, they come to my office. Tunataka hold fine mtano upate. Enda kanisa. Na sasa tumefanyia renovation. Umeona Tumeitia tiles, tumefanya nini? Juzi kwa lipa 5. Utakuja vizuri kuanzia. Utakuja vizuri. Ni vizuri tuelezane kwa sababu nyinyi ni viongozi nyanjani. Saa nyingine kwa vikundi vyenu, saa nyingine huwa mnaomba, tunawakausha mnakasiri. Kwa sababu mnataka kutumia bure. Mara nyingi huwa mnataka kutumia bure. Sasa wao tunakataa kwa sababu hiyo hatutaweza haya mengine. Sasa wao wanaje? Tuwape bure tukose madawati ama tu tunalipisha tufanye mengine. Sasa tunaona kwenye mambo na usome rais. Asante. Basi kabla ya mchungaji kuna hii mkutano nimesema ya mtu. Kuna barua zinakuja. Nitaomba tu PMC wakishapata hiyo barua leo, kama ni kesho saa 5 labda ni nyoroshe. Hebu nyoroshe kidogo bwana. Ongea na public kwa sababu ndio project manager na wao ndio walishate hiyo mkutano wa kesho. Yes. So walinitumania barua jana kwa ofisi, wakasema wanakosa means za kufika hapo. Amejaribu kutafuta kwa simu lakini nafikiri uko patikana. Akasema mfanyie kwa WhatsApp hiyo barua. Ataleta hiyo barua. Kwa hiyo kesho saa 5. Sasa mimi niko na nana liki za BOM. Naona PMC kama wako wasipose kukutana. Tuje to make a way forward. Kama contract itapatikana. Mchungaji kwa. Mungu yu mwema. Haleluya. Mungu yu mwema. Ametenda. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Shirikani Mungu yu mwema. Shule Mungu yu mwema. Haleluya. Mungu yu mwema. Kwa wanafunzi Mungu yu mwema. Kwa viongozi Mungu yu mwema. Kwa mbunge Mungu yu mwema. Asante Mungu, asante Bwana. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, tunakusifu.
tunakusifu, tunakuinua, tunakuabudu kwa sababu ya wema na fadhili zako Bwana. Kwa kuwa wewe ni Mungu unayetenda miujiza, ewe mfalme wa amani. Bwana wa mabwana, umesema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana, kwa kupitia kwa kuomba, kwa kutafuta, hata kwa kuitisha, Mungu wa rehema, bila kuchoka, maana umesema ombeni bila kuchoka. Kesheni mkiomba, kesheni mkitenda yaliyo mema. Asante Mungu wa rehema, kwa kuwa Bwana tulipokuomba umeweza kusikia maombi yetu, na Mungu wetu wa rehema umeweza kukubali, umeweza kutubariki kwa madawati haya. Asante kwa mbunge wetu Chome Abdi, tunamwombea baraka na amani, tunamwombea uzima na afya katika jina la Yesu, pamoja na familia yake, iwe mfalme wa amani. Bwana wa mabwana, ukabariki hata eneo bunge letu la Voi, ukalibariki Bwana. Asante kwa ofisi yake mbunge wetu kwa ajili ya maendeleo ya mfalme wa amani na kaunti yetu hii. Tunakushukuru Bwana kwa manager, tunakushukuru Bwana kwa kanda, tunakushukuru Bwana kwa mwenyekiti. Tunaomba amani yako iwe pamoja na wao. Tuna Bwana ukawabariki hata katika maisha yao, hata katika nyumba zao na familia zao. Mungu wa rehema, Mungu wa upendo, endelea Bwana kuinua Bwana eneo letu bunge la Voi katika jina la Yesu, ili Bwana wengi waje wakasema yeye mmefaulu namna gani. Bwana, tutakapowaambia na kuwaeleza, basi na wao pia waweze kufanikiwa. Bariki hata na kaunti yetu ya Jehova, bariki na viongozi wote, hata bariki viongozi wetu wa serikali kuu. Asante Mungu wa rehema kwa hayo mema yote ambayo Bwana imetendeka. Tunashukuru hasa kwa ajili ya shule yetu hii ya Delikani Primary School. Asante kwa mwalimu mkuu, asante kwa walimu wetu, asante kwa kamati zote, tunaziombea baraka zako. Asante kwa wazazi ambao Mungu wamekuwa mstari wa mbele kuitikia wito, hasa kuleta watoto wao. Asante Mungu kwa uzazi ambao Mungu wengi wanaotafuta katika maeneo mbalimbali, lakini hapa Bwana umetupa uzazi wa baraka sana. Asante Mungu hata kwa watoto wadogo ambao sasa tunawaona katika room hii, maana tunajua ya kwamba shule yetu haitakosa watoto. Basi ukawabariki wazazi, hasa wazazi wachanga ambao wako wengi sana katika maeneo haya, ukawabariki. Sasa Bwana wa mabwana, asante Mungu kwa ajili ya madawati haya, nasi tunayapokea kwa mikono yetu yote miwili. Tena Bwana tunayaweka mbele zako. Tena Bwana tunaitisha uwepo wako. Watoto wetu watakapokuwa wanaangalia madawati haya, Bwana wapokee kibali cha kuinuliwa katika hali ya kusikiliza masomo vizuri katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, Yesu waulize kwa hali yoyote hii, bali ya wakubali na neema yako na kibali chako Bwana cha masomo, tukaweze kutulia katika madarasa yetu kabisa katika jina la Yesu. Tukikushukuru sana kwa kila dawati Bwana, tulikabidhi kwako. Na sasa Mungu wetu wa rehema zote, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, pokea Bwana shukrani zetu. Zaidi ya yote sasa Mungu, pokea maombi haya. Na sasa madawati haya tunaweka wakfu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuwe heshima na utukufu na baraka zote katika jina la Mwana Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi. Amen. Na sasa amani ya Mungu itakayofahamu zote ilinde madawati haya na watoto wetu watakayoyatumia na walimu na kila mmoja ambaye alihusika. Basi amani yako Bwana iwe pamoja nao sasa na hata. Amen. Nenda kufunga hata nipatie picha. Siku ya leo tunashukuru na tunashukuru kwa msaada wa madawati. Mara ya mwisho nilipokuwa hapa Bwana Chema, tulikuwa na watoto 336. Kufikia siku ya leo primary pekee yake tuko na watoto 440 wako hapa. Darasa la kwanza tuna watoto 80 na wote wameingia katika darasa moja kama hili. Hata mkitoka hapo msiende kabla mjaingia hapo ndani. Shida ni nini? Madarasa. Kuna uhaba wa madarasa. Manake tungelikuwa na madarasa, hilo darasa tuliligawanya tukapata stream 2 za grade 1. Shule yetu sasa hizi ni 2 stream, na hizo 2 stream
zinaelekea at 50-50 tutakakumalizia mwaka. Hapo utakuta enrollment itafika ni 100, grade 3 100, 2. Kwa hivyo tunaomba mtu angazie sana. La tatu, juzi nilitembelewa na public works wakiandamana na clinic officer wa Ndovu, wakaja kutembelea, niliwapatia enrollment na tukafanya hesabu ya enrollment kulingana na halmashauri ile muhimu ya wanadamu. Choo zetu ni kidogo. Tuko na choo 5 za wasichana, choo zinatakikana 9. Tuko na choo 4 za wasichana zinazotakikana ni 9. Kwa hivyo tumepungukiwa na 5. Tuko na choo 4 za wavulana zinazotakikana ni 8. Kwa hivyo tumepungukiwa na 4. Kwa hivyo kwa ujumla tuna mapungufu ya vyoo 9 na hatuna washroom hata moja ya hao wasichana. Na saa hizi shule yetu imefika grade 6. Hapo ndio preteen inaanzia. Ile hali nyingine ya wasichana inaanzia hapa. Kwa hivyo hata ikitokea hapa hatuna washroom. Kwa hivyo tunaomba. Ameniambia watarudi tena, lakini kitu ambacho amefafanulia nitarajie barua kutoka kwao. Hilo ameniambia wazi. Nitarajie barua kutoka kwao. Kwa hivyo ni changamoto kwa kamati, tukikuwa na BOM tutaliongea chairman, na hakuna mahali tutakimbilia huko. Kwa hivyo kama kuna zile za emergency, anza kupangia watoto wako wajulikane, wasikose hizo choo. Manake sioni kama itakuwa vyema muhula huu tuwe shule, muhula ujao tuambiwe tupumzike kwa sababu ya vyoo. Na watoto wanakula, hata sisi walimu tunakula, na ile ni normal call. Kila mmoja lazima apeleke kule. Kwa hivyo tunaomba sana. Kwa hivyo tutakapotoka hapa, ndugu yangu Andrew hapo manager, nashukuru leo umefika. Umeiona Birikani vile. Tunapoongea tunajua ni gani tunaongea. Kwa hivyo shikaneni. Naona pia mwanangu yuko hapa. Majembe yote yamekutana hapa ya choni. Ndio? Nina imani na nawategemea kwa hivyo. Nawategemea sana. Kwa hivyo naomba sana mtu aanze kutuangazia masuala ya choo. Unaona hata sipigi kelele na ofisi. Nimeweka mapendekezo ya watoto kwanza. Kwa sababu hawa wakiwa pazuri, hata mimi nikija niketi pazuri, ninyi nani mtakuwa mmetenda haki. Sawa sawa. Kwa hivyo kwa hayo yote ningeomba nikaribishe chairman wetu. Nimpe hiyo fursa. Pia naye atutambulishe na wale yanao, japo mimi sijatambulisha wangu. Naona nitamalizia na hiyo. Alafu tutaanza sauti kwake na yeye aendeleze, atuelezee kile alichopigia leo. Lakini tayari sote tumeona darasa limepambwa hivi. Na limepambwa na mbao, samani ya madawati yako hapa. So ningependa tu wale walimu niko nao hapa wajitambulishe majina na darasa ambalo wanahudumu. Mimi naitwa Masi Wakio, mwalimu wa darasa la pili. Good morning. I'm George Mofuse, grade 6 East. Good morning. Melissa Washira, class teacher, grade 5. Good morning. I'm Grace Shine, the teacher 6 West. Good morning. Advil Kunja, grade teacher, class teacher, grade 4 East. Good morning. Habari zenu, paparazi wa Birikani, Idi Hamadi. Karibuni. Melissa Kamdia. Nafikiri Melissa amesema tu grade 5. That is another challenge. Nashukuru kamati hii. Nimepitisha kwa wazazi wachange 500 na ikatolewa, ndio maana leo naona tunaanza darasa pale. Ile ni initiative ya BOM na pia committee ya Birikani last sponsor. Tukajenga. Kwa hivyo tulikuwa tuwe na madarasa mawili ya 5. Lakini kwa ule uhaba ile darasa lina watoto 65 na ni darasa moja. Hatuwezi kuligawanya kwa sababu hakuna madarasa.
Niko na komiti ya shule. Kwanza nianze na PA committee, parent representatives, wale ambao tumeandamana nao hapa. Tafadhali wajitambulishe. Wengine hawakuweko, hawajafika. Chairman wetu pia anashika na mambo ya Kishamba B, sitamruhusu. Niko na wazazi ambao wako hapa kabla sijateleka kwa BOM tena. Wazazi, tafadhali jina lako tu. Haya, nipeleke kwa BOM chair. Ndio tu. Happy New Year. Happy New Year. Kwa majina na nashukuru kwa siku ya leo kwenu. Naona hali imesoma. Nashukuru sana kwa leo. Na mimi sisahau kila hili mwezi pia kwa wale walimu wetu Elena Mungu mwambie Mungu wetu nasema asante sana. Habari ya asubuhi. Mimi kwa majina naitwa Jambo Coleman, na kwanza kabisa mimi ni mzazi. Kuna mtoto mkubwa na mimi ni member wa BOM. Nashukuru kwa CDF kuletea madawati. Vile mnavyoona shule hii ina mahitaji mengi, naomba ni changa. Sasa naomba ushirikiano wenu. Sisi tumejitolea sasa, tunaomba tumeweka wakati na resources zote ambazo tunajalia kuona kwamba mmefanya yote kwa uwezo wetu kuweza kuona kwamba wanafunzi wanapata mazingira mazuri ya kuweza kuendelea. Nashukuru walimu pia kwa sababu ya kazi nzuri wanayofanya. We don't take it for granted. We trust you and love you. Ningependa kusuggest sponsor wa hili SPS and clips regarding mfungaji wetu na pia kwenye kasi hii naweza kidogo kwa nimesema kidogo tu na sana kwa kazi nzuri kama vile nimetangulia kusema. Hicho ambacho kila mtu akifanya jukumu lake mambo yatakuwa mzuri. Hata tulipokuwa tunangojea hapa tunasema kwani huyu mtu anaitwa Mjini Noro, yeye anatoa pesa 600. Ni CDF. So let us also tunaweza kufanya mazingira yetu yawe nzuri zaidi. Ile masikitiko tunaona wakati mwingine tunapea watu kazi ambao they are not worthy, maybe kwa sababu ni marafiki au pengine tukiwapea, mchungaji naye anakuja anasema sadaka, leta sadaka kidogo. Mwingine naye akija anasema leta fungu la 10. So at the end of the day we are not doing the right thing. Kwa ningeomba tu, sababu tukiangalia this, hata tunasikitika the flow that was done 2 years, not very long time ago, about 4 years. Sababu nakumbuka mimi nimekaa hapa 4 years tangu nje.
Sasa hiyo flow imemoka hata ikizote wada. So tumeomba tu ya kwamba yani mtu afanye ile kazi nzuri, afanye kazi so that you do something that can last for many years. Yani hata ikija 10 years bado iko na ile the newness ama the modernization bado haija overtake. Kwa hivyo tunaomba tu tuwe na watu kama ni madawati wafanye the best they can and we push them to do the right thing so that hiyo kitu isaidie iende for another 20 years bila kuanza, because when you use resources alafu hizo resources hazijafanyiwa kitu cha maana, that means we have lost that resource and we will never recover it again. Na tutarudia hapo baada tusonge naanza repair hii. Sasa hii kwa imekuwa repaired and repaired. It is not very good. That means it will do short jobs and then ile tunaita workmanship inakuwa poor. So we want to do things that will glorify God. Na tungependa hii shule yetu ya Berikani iwe an example, because it is coming when modernization is equal. So thank you so much. Once again, I say thank you. My name is Reverend Mwezi Franco, and we love God and we are 100% sure kwamba we will also do our best as sponsors to try and chip in where necessary. Kama vile tulishirikiana na ile mambo ya ile darasa, the church contributed and we looked for other people, friends wa kanisa pia wa contribute, and I think that is the way to go. Si kwamba eti Mungu atafanya everything, but we can also do something to uplift our standards. Thank you so much, Mwalimu Mkuu. We are seeing a lot of progress and we are so happy. Mzangu, Dominika, kwa sauti yako mzuri. Habari zenu. Kwa sababu mengi mchungaji ameongea, mimi sitaongea mengi. Majina yangu naitwa Mchungaji Milka Maguzo. Asante kwa msaada wenu na Mungu awabariki. Asante sana. Mimi kwa binafsi najua mimi sio mimi najua mnashida. Mimi ndio mkubwa wa kazi. Public works. Mimi nikuja hapa kuja kusema wewe sawa. Sasa unajua tunaongea nasema sawa, wewe hapo unaenda mahali tena wewe. Lakini hawa ndio watu wa kushukuru. Unaweza kuwa na problemu wewe, sio wewe unakuja watoto wewe kusema ati wewe ndio baba. Hiyo ndio. Lakini sisi watu hapa ndio. Na naomba tuweze kutafuta kikao kikao ndio ndio kazi tunafanya kwa kweli hapa. Kama vile yeye alikuwa kwenye darasa kusoma ndio kabisa. Kama ngazi ni ndio kwa sababu hapo waone hapo when to do continuous improvement. Tunaenda kuzungu wenzenu. Kama tulikuwa na makosa yamefanyika na tunajua tusaidia kwa sababu kingine kingine. Asanteni, Mungu awabariki. Tunashukuru sana. Madawati yetu jini imefanya na pia kwa kusikiza. Asante sana. Mimi yangu ni shukrani. Manake kila tunapoongea ni kusikiza. Sitaweza kusema kwa CDF imetufika. Berikani CDF imesimama na inasimama. Na tunaomba mwambieni Chome, this is a place and this is a school ambayo itasimama na yeye, and we want you to make it a different school so that kila mtu ajue ameanza naye na amefikisha mahali. Hilo ndilo ombi letu. Na ndoto za Berikani zinamtegemea yeye. Hilo mwambieni tu wazi. Manake hiyo grade ya 6 yeye ndiye ametufanya tumefika 6 na yeye ndiye tunatarajia atuwekee JS. Kwa hivyo ndoto yetu tuomba itimie na ukitimiza ni yeye. Kwa hivyo mketi pale chairman na manager, wekeni mgao ule ili Berikani iwe sawa. Tunajua tayari kuna hizo 4, lakini hizo 4 tunataka ndani ya huu mwaka angalau tusikie na tuna 4 nyingine tu.
Birikani haina lunch. Na public works alisema zinaweza kwenda 4. Wacha ziende 4. Ili tujue kule 4 tutakuwa na JS madarasa tayari 4 ambapo tukiwa hata na grade 7 tunajua 8 tayari na nafasi hapa. Hayo ndio maombi. Shukrani sana. Karibu. Asante. Kabla ya chama. Hakuna mtoto wa kusema maana hizi kila mtoto anajua. Haya, nani ataappreciate wale wamezungumza? Grade 3. Who is ready? Nenda kufundisha makofi. Soda. Lea is here. So raise her hand. Huyu amenyorosha mkono. Haya, tell us what to do. Sema Kiswahili. Fanyeni. Sema kwa sauti. Fanye nini? Tupashe. Anasema tupige 3. Haya, pasha. Pasha. 1, 2, 3. Asante. Basi mwalimu mkuu, sponsor, chairman, VM, wazazi wale hapa, walimu, mimi ndio Dominic Alibai hapa. Tumeambiwa hapa ili picha ikae